hiyo sasa tunaona katika afua tunazotaka kwenda nazo, pamoja na tunapeleka vyandarua, lakini nyingine hiyo ni elimu kwa umma. Lazima tuwe na elimu kwa umma, na elimu kwa umma inafanywa na watu wote. Hii lazima tukubaliane. Mheshimiwa Rais, mimi ninachoagiza kwa mkoa wa Morogoro ni kwamba watendaji wote wa umma lazima wawe na elimu ya kupambana na malaria. Kwa hiyo swala la kupambana na malaria tutapambana nalo darasani kwa wanafunzi, tutapambana nalo hospitali, mama mjamzito akija kliniki anakuja, yaani tutapambana, na tutakuwa na jambo la utambuzi kwenye vile vikao vyote vya baraza la madiwani, ODC, vikao vya vijiji. Lazima atokeze mtu azungumzie swala la malaria hata kwa dakika 5 tu. Moja, nilihisi kuna haja ya kufanya utafiti mwingine particularly kwa mkoa wa Morogoro, kwa sababu Morogoro ina nature tofauti, mazingira yake. Kuna maeneo unaweza kukuta kuna baridi, kuna maeneo kuna joto, kuna maeneo kuna mabonde ya mpunga, kuna maeneo hayana, watu wanalima halafu kuna vitu vingine. Swala la kusema Gairo na Morogoro mjini CDC hakuna malaria, inawezekana ni nature fulani, kuna fakta ambazo zinazosababisha maeneo hayo yasiweko na malaria. Lakini usichukulie Morogoro alafu ukafananisha na Njombe, Kilimanjaro na Arusha kwamba hakuna malaria. Inawezekana hakuna kwa sababu mbu haishi katika maeneo ya baridi. Kwa hivyo kuna haja ya kufanya tathmini, utafiti ambao utaweza kutufikisha pazuri. Lakini utafiti huu unaweza ukaenda sambamba. Nimekumbuka safari moja nilikuwa nazungumza na watu wa Kilombero kule ambapo kuna center ya malaria. Sasa hivi inavyoonekana hata kule kwenye mabonde ya mpunga ambapo kunatumia mbolea malaria yako, lakini umekuja kugundua kwamba dawa inayotumika katika hii kinga za malaria na ya zile mbolea zinazotupa kule basi zinalingana. Matokeo yake sasa hata wale mbu wanakuwa sugu, zile dawa nazo zinakuwa hazifanyi kazi vizuri. Kuna kitu hapa cha utafiti kizuri na bidii lazima tukiweze ukiangalia kwa makini kabla hatujaweza kupata effect kubwa ndani ya Morogoro. Kama ulivyosisitiza kwenye hali ya maambukizi ya ugonjwa wa malaria kidunia kidogo ni kubwa. Kulikuwa na ongezeko la wagonjwa milioni 11. Mwaka 2022 kulikuwa na wagonjwa takribani milioni 249, lakini walienda kuongezeka mpaka 263 milioni. Ni wagonjwa wengi sana, lakini katika hao wagonjwa takribani wagonjwa milioni 8.5 walitoka Tanzania kama ulivyosisitiza, lakini vifo vilipungua kutoka 608 mpaka 597. Hili zoezi la ugawaji wa vyandarua ni zoezi ambalo linahitaji kimsingi tuwekee mkazo, kwa sababu ni moja ya afua ambayo nchi katika kupambana na ugonjwa wa malaria inajikita zaidi. Pia japo tuna afua tofauti ambazo zinalenga kwa ajili ya kupambana na kuondoa ugonjwa wa malaria, na ukiangalia kwa mfano kwa nchi yetu mpaka sasa hivi tuna 8.1 kwa takwimu za mwaka 2021 fikiri, lakini mpaka sasa hivi tuna baadhi ya afua ambazo kimsingi ni pamoja na unyunyizaji wa viwadudu katika mazalia ya mbu. Na ili zoezi serikali imeweza kutoa fedha na imetenga tayari fedha kwa ajili ya kila halmashauri ili kwamba iweze kununua viwadudu katika kiwanda chetu cha biotech ambayo kiko Pwani, na hili zoezi limeshafanyika. Na kwa uzuri mkoa wetu wa Morogoro mpaka sasa hivi umeshapewa pia mafunzo kwa ajili ya kuanza hili zoezi.